Tanzania bado inaendelea kutekeleza mikakati ya kuongoa shoroba ili kuhakikisha wanyamapori wanapata mahala salama pa kuishi na kuweza kuinufaisha nchi kupitia utalii. Kwa mujibu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, Tanzania ina jumla ya shoroba 61 ambapo 41 ikiwemo ya kwa kuchinja zipo hatarini kutoweka kutokana na kuvamiwa na shughuli za binadamu, huku shoroba 20 kati ya hizo zikiwa zimezibwa kabisa. Ushoroba wa kuchinja umekuwa sehemu muhimu kwa wanyamapori kuishi, kuzaliana, kutafuta malisho na kuingia na kutoka katika hifadhi za taifa za Ziwa Manyara na Tarangire. Hata hivyo, shughuli za binadamu ikiwemo ujenzi wa makazi, kilimo na ufugaji zimekuwa zikichangia kuharibu mazingira ya eneo hilo ambalo linategemewa na wanyamapori kuishi. Kwa mujibu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, ushoroba ni maeneo yanayotumiwa na wanyama wakati wa kuhama kutoka sehemu moja ya mfumo wa ekolojia kwenda nyingine kila siku, kwa wiki, kwa mwezi na kwa mwaka, katika kutafuta mahitaji ya msingi kama vile maji, chakula, nafasi na makazi. Fuatana nami mwanzo mpaka tamati ya makala hii, tukiangazia kwa undani namna ongezeko la mifugo linavyotishia uhai wa ushoroba kwa kuchinja na hatua zinazochukuliwa na wadau wa uhifadhi kupunguza changamoto hiyo. Jina langu ni Isaac Dickson. Kijiji cha Vilima Vitatu kilichopo halmashauri ya wilaya Babati mkoani Manyara ni moja ya vijiji vinavyopatikana katika ushoroba kwa kuchinja, na wakazi wake wengi ni wafugaji wa ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo. Kijiji hiki kwa sasa kinakabiliwa na changamoto kubwa kati ya migogoro ya ufugaji na wanyamapori kwa sababu ya ongezeko la mifugo ambayo imekuwa ikiingia katika maeneo ya hifadhi ambayo yametengwa mahususi kwa wanyamapori katika ushoroba kwa kuchinja. Ni saa 2 asubuhi kukiwa na baridi kiasi katika kijiji cha Vilima Vitatu. Shughuli za kifugaji zinaendelea na sasa ng'ombe wanapelekwa malishoni. Nakutana na Bwana Roman Alphonse, mfugaji na mjumbe wa kamati ya mifugo ya kijiji cha Vilima Vitatu. Alphonse ananieleza kuwa idadi ya mifugo katika kijiji hiki imeongezeka kwa kiasi kikubwa ukilinganisha na miaka 10 iliyopita, jambo ambalo limekuwa likiibua changamoto ya uhifadhi katika ushoroba kwa kuchinja. Mimi ni mfugaji na ufuga si wa ndani, ni ufugaji wa kutoka kwenda kuchunga porini. Kuna ongezeko liko kama tangu miaka 2-3 iliyopita, kama nilikuwa na ng'ombe kiasi cha ng'ombe 30, baada ya miaka 3 naweza kuwa na ng'ombe 40 au 50. Kiuhalisia sasa una ng'ombe wangapi kwa sasa hivi? Na ng'ombe 100. Kuna tofauti gani ya miaka hiyo wakati una ng'ombe wachache na sasa hivi unavyochunga, unavyolisha ng'ombe wako? Tofauti ipo kwa sababu chakula inaonekana ni kichache. Hasa changamoto ipo wakati wa kiangazi. Maana wakiwa wachache unaweza ukawamudu, lakini wakishaongezeka inakuwa kama tatizo. Sasa ufugaji umekusaidia vipi katika kuendeleza maisha yako na familia yako? Nisaidia maana nasomesha watoto, napata chakula hapo hapo. Mahitaji yote nahitaji napata hapo. Wananchi walio wengi katika kijiji hiki ni wafugaji, hivyo kuwa na mifugo mingi kwao ni fahari, licha ya kuwa huleta changamoto kwa mazingira yako kuchinja kama isipowekewa utaratibu mzuri wa malisho. Bi Macrina Daniel na Ngolomo William ni wakazi wa eneo hili tangu kuzaliwa kwao na sasa ni watu wazima wakielekea uzeeni. Hapa wananieleza mifugo imekuwa mingi katika eneo hili kuliko miaka kadhaa nyuma. Zamani mifugo ilikuwa michache, sasa hivi mifugo imekuwa mingi na pia inaharibu mazingira kwa asilimia kubwa. Na wafugaji walikuwa ni wachache, sasa hivi kila mtu amekuwa ni mfugaji. Imekuwa ni changamoto, hata sehemu ya malisho ni hamna, na pia mifugo inaliwa hata na simba. Unakuta mifugo inapokuwa mingi, ng'ombe mmoja akichukuliwa hata na simba unashindwa hata kuelewa ni ng'ombe yupi amechukuliwa au ni mbuzi yupi. Mifugo imezidi na wanaenda hifadhini. Tofauti ni kwamba sasa hivi maeneo ya mifugo yamekuwa madogo, kwa hiyo ufugaji sio kama ule wa zamani. Na kuna hifadhi. Kwa hiyo zamani ilikuwa hizi mahifadhi ni hamna, watu wanachunga wanavyotaka. Hifadhi
mmetenga wenyewe ndio kama sawa, ni sawa. Baada yani ya kutenga haya maeneo sasa, ni kwamba tumepunguza haya maeneo yetu ambayo tulikuwa tunafuga paka kule. Kwa hiyo sasa hivi hizi sehemu ambazo tumetenga kama hifadhi kule ng'ombe hazifiki. Ni kwamba na eneo pia limekuwa dogo, mifugo ni mingi. Ndio changamoto. Katika ripoti ya ekolojia ya ushoroba wa wanyamapori wa kuchinja ya mwaka 2019 iliyotolewa na taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI, iligundua kuwa katika eneo la kuchinja kuna ng'ombe 7322. Utafiti mwingine wa faida na athari za maeneo ya Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori WMA kwenye mazingira na umasikini PIMA unaeleza kuwa kwa wastani kaya zisizo za Jumuiya ya Hifadhi za Wanyamapori zina mifugo mingi, lakini kati ya mwaka 2007 na 2014 idadi ya mifugo inayomilikiwa na kaya ilipungua kwa vijiji vyote, yani katika vijiji vya Jumuiya ya Hifadhi za Wanyamapori na vile visivyo vya Jumuiya ya Hifadhi za Wanyamapori. Sababu kubwa zilizotolewa kuhusu kupungua kwa mifugo ni ukame, mahitaji ya fedha na magonjwa. Licha ya sababu hizo, bado wadau wa masuala ya uhifadhi wanasema idadi ya mifugo iliyopo kwa kuchinja ni mingi ikilinganishwa na eneo husika. Kama hatua hazitachukuliwa, siku zijazo itakuwa mingi zaidi ya wanyamapori na hivyo kusababisha athari mbalimbali katika uhifadhi, ikiwemo uharibifu wa mazingira. Baadhi ya wakazi umeanza kushuhudia athari za ongezeko la mifugo katika eneo la kwa kuchinja, kama anavyoeleza hapa Bi Macrina Daniel. Nakumbuka siku moja nilienda msibani kijiji tofauti, nikawa nimeachia watoto mbuzi wakawa wanachunga. Hatimaye yake mbuzi 3 wakawa wameliwa na simba. Niliporudi wakaniambia watoto, sisi hatujawaona au simba, ila tuliambiwa na watu wakubwa kwa kwamba ni simba, ondokeni. Tukawa tumeondoka na mbuzi wakawa wameliwa 3. Kama familia mlifanyaje? Tulitoa tu taarifa kwa uongozi, na pia sijajua kama walilishughulikia hilo, lakini sijapata mafanikio mpaka leo. Ilikuwa lini? Ilikuwa mwezi wa 10 mwaka jana. Ongezeko la mifugo pia limechangia uharibifu wa uoto wa asili wa ushoroba kwa kuchinja, kama anavyoeleza makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori ya Burunge Juhibu, Wilfred Marian, ambayo iliundwa ili kudhibiti shughuli za binadamu zilizokuwa zinatishia ushoroba huu. Na ukiangalia wakati wa sasa hivi mifugo kwa kiasi kikubwa imeongezeka sana, hali ambayo inatishia hata si kwenye swala zima la uhifadhi. Inafikia wakati hata kwenye lodges zetu za wawekezaji ambao wako kwenye maeneo yetu wanapigia kelele, wanalalamikia WMA kwamba mbona kuna mazingira ambayo yanaonekana mifugo inaonekana karibia na maeneo yetu sisi ambayo tumewekeza. Kuna changamoto tofauti na hizo? Changamoto zipo. Unajua uhifadhi umeshamiri, na ukiangalia sia maeneo yetu vijiji walitenga kipindi cha nyuma sana. Kwa hiyo ongezeko la idadi ya watu, ardhi inapungua. Kwa hiyo unakuta kijiji kinaanzisha tu mgogoro kwamba ili eneo aliko ndani ya WMA. Kwa hiyo tunaombeni ili eneo mtupe sisi kwa ajili ya malisho, halikadhalika kwa ajili ya makazi. Mifugo isipodhibitiwa si tu inaharibu uoto wa asili, bali huchangia katika uharibifu wa vyanzo vya maji, mazao shambani na ardhi. Ni muhimu kufahamu kuwa Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori ya Burunge ilisajiliwa mwaka 2006 na ilipewa haki ya matumizi mwaka 2007. Vijiji wanachama ni Kakoi, Olasiti, Magara, Maweni, Manyara, Sangaiwe, Mwada, Ngolei na Vilima Vitatu. Jumuiya hiyo ina takribani ya wakazi 1034 kutoka makabila ya Wambugwe, Wabarbaig, Waiyak, Wamasai na Waarusha, ambao chini ya usimamizi wa Africa Wildlife Foundation na halmashauri ya wilaya Babati walitenga eneo la kilomita za mraba 280 kwa ajili ya uhifadhi wa wanyamapori. WMA Burunge ipo katikati ya hifadhi ya taifa ya Tarangire, ranchi ya Manyara na hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara, wilayani Babati, mkoa wa Manyara. Uongozi wa kijiji cha Vilima Vitatu unachukua hatua gani kudhibiti ongezeko la mifugo na uharibifu wa mazingira katika ushoroba kwa kuchinja? Abubakar Khatibu Msuya ni mwenyekiti wa kijiji cha Vilima Vitatu. Anasema wanatoa elimu ya uhifadhi na wana mkakati mahususi wa kutenga eneo la malisho kwa msimu wa kiangazi na kutekeleza mpango wa matumizi bora ya ardhi. Kama sasa hivi kuna sehemu tumekaa kama kamati ya mifugo na kijiji,
Tumetenga mpaka eneo tutakuwa tunafunga kipindi hichi, kiangazi tunafungua huku na ng'ombe zinaendelea kupata chakula. Awali umeniambia hakuna eneo la wafugaji. Hilo eneo la kufunga kwa wafugaji lapatikanaje? Liko kule kwenye hifadhi, lakini tunalifunga maana si hatunyimwi kwenda kuchunga. Tunaruhusiwa kwenda kuchunga. Lakini ile kuwa kama ndo ya kijiji moja kwa moja, hapo ndo changamoto hii. Ng'ombe unajua wanaweza wakachunga sehemu kubwa karibu majani. Elimu bado tunawapa. Lakini kama unavyojua wafugaji kwenye kupunguza mifugo wanakuwa ni changamoto, lakini bado tunaomba watu waendelee kupewa elimu ili basi tutumie ile eneo dogo kwa manufaa. Katika vijiji ambavyo vimetoa ama vinaunda jumuiya hii, Vilima Vitatu ndio imetoa ardhi kubwa. Na asilimia zaidi ya 50 ndani ya WMA. Huwa mnanufaikaje sasa? Sisi kunufaika ni ile tunagawana sawa kwa sawa. Lakini tulikuwa tunasema kama basi wametunyima hata hilo eneo, bora watupe kulingana na hisa mtu alioweka. Nashukuru sana. Asante. Wakati kijiji cha Vilima Vitatu kikidai ardhi yake, mtendaji wa kijiji hichi Selemani Juma Mkola anasema kijiji hichi kinanufaika na shughuli za uhifadhi zinazoendeshwa na jumuiya ya uhifadhi ya wanyamapori Burunge iliyopo kwa kuchinja, kwani hata ofisi yake pamoja na baadhi ya vitendea kazi ni matokeo ya uhifadhi. Kila mwaka tunapata mgao wa makusanyo ya fedha ambazo zinatokana na uwekezaji au na utalii. Hapa tulipo naona kuna jengo moja zuri tulipo unaponihoji. Ile jengo ni impact au ni matunda ya fedha zile tunazoweza kuzipata na utekelezaji uliofanyika. Na sio tu jengo hili la ofisi unaloliona. Kuna soko ambalo tumejenga hapa. Tofauti tu sio hivyo. Kuna shule kama shule ya msingi Mdori ni chanzo cha fedha hizi ambazo tunazipata. Kuna zahanati, kuna sekondari mpya ambayo iko pale inaitwa sekondari ya Burunge ambayo tumeifungua mwaka juzi. Kwa hivyo kuna manufaa makubwa. Manufaa ni makubwa sana. Uwekezaji au utalii kwetu sisi ni kama backbone ya Vilima Vitatu. Sera ya wanyamapori ya Tanzania ya mwaka 2007 inaitaka serikali na wadau wa uhifadhi kuhamasisha usimamizi wa maeneo ya jumuiya ya usimamizi wa wanyamapori WMA kwa wananchi vijijini, na hivyo basi kuulinda ushoroba wa wanyama, njia za uhamaji, maeneo ya usalama wa wanyama na kuhakikisha kwamba jamii zilizo katika maeneo hayo ya wanyama zinafaidika vilivyo kutokana na uhifadhi wa wanyamapori. Makamu mwenyekiti wa jumuiya ya hifadhi ya Burunge Bwana Marian anasema wanatarajia kuja na mkakati wa kudhibiti idadi ya mifugo katika eneo la kwa kuchinja ili kuokoa ushoroba huo usitoweke. Wakati wakiendelea na majadiliano na wadau wa uhifadhi kuhusu suala hilo, Bwana Marian anasema wanaendelea kutoa elimu na kuhamasisha wafugaji kufuga kisasa ili kuepusha mifugo kuingia katika maeneo ya uhifadhi. Kuna project ambayo USAID walikuja nayo, kujaribu kukaa nao hapo, sisi tukaongea nao. Kuna namna ambavyo wanataka kuja kutupa elimu ya namna nzuri ya kufuga mifugo ambayo ni michache lakini yenye tija zaidi, ili kuweza kupunguza ile pressure ya mifugo ambayo iko ndani ya WMA. Kifanikiwa tutakuwa tumefikia malengo mazuri zaidi ya kuwa na idadi ndogo ya mifugo katika WMA yetu. Mmoja kwanza ni kutoa elimu kwa vijiji wanachama, kwa kiasi kikubwa ndo hawa ambao wanafuga hiyo mifugo, lakini pili ni kuwawezesha hawa na vijiji angalau, yani kwa kuanzia tuwe na project fulani ambayo si kwa kiasi kikubwa sana ambayo tutafanya kwa kila mwana kijiji, lakini tuwe tuna mfano kwenye kila kijiji. Tukatafuta labda kama ni ng'ombe 10 wale ambao yani ukimfuga ng'ombe mmoja sasa umefuga ng'ombe 10 au 20. Kwa hiyo tukifanya hiyo namna tutakuwa tumefanya namna nzuri ya kupunguza hiyo mifugo. Mikakati hii ikijumuishwa na ile aliyoieleza Waziri wa Maliasili na Utalii Angela Kairuki katika jukwaa la kitaifa la kuongoa shoroba za wanyamapori lililofanyika Desemba 14 na 15 mwaka 2023 jijini Dar es Salaam, itasaidia kuokoa ushoroba wa kuchinja. Katika jukwaa hilo, Waziri Kairuki alieleza kuwa serikali inaendelea kutafuta wadau wa maendeleo watakaoshirikiana na serikali na taasisi zingine kama jumuiya ya uhifadhi wa wanyamapori ya Burunge katika kuokoa shoroba zisipotee. Lengo letu leo ilikuwa ni kuwaomba tupate wafadhili zaidi na wadau ambao watakuwa tayari kushirikiana nasi katika kuongoa zile shoroba 11. Tutaangalia pia swala zima la mpango wa matumizi bora ya ardhi katika vijiji. Tuendelee kutoa elimu kwa umma na kwa jamii. Kwanza wajue vijiji gani tayari vimeshaandaliwa mipango ya matumizi bora ya ardhi, lakini pili
kulinda sasa yale matumizi yaliyoainishwa katika mipango ya matumizi bora ya ardhi ni vema yakafuatwa. Kwa tunaenda kufanya kazi kwa pamoja kwa kasi kubwa zaidi na wenzetu wa mamlaka za serikali za mitaa, Wizara ya Ardhi, Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo, Ofisi ya Waziri Mkuu na nyinginezo, lakini vile vile na wenzetu wananchi kupitia vijiji vyao. Lakini kubwa tunaendelea pia kuhamasisha kuona ni kwa namna gani yatawekwa mabango makubwa kwenye shoroba zetu ili wananchi pia waweze kufahamu maeneo hayo ni shoroba, waweze kujua mipaka ilivyotengwa. Hayo yote yakifanyika kiuadilifu yanaweza kuleta matokeo chanya ya uendelezaji wa ushoroba huu kwa kuchinja ambao umekuwepo kwa miaka mingi, lakini umekuwa ukiendelea kupungua miaka baada ya miaka, kwani awali ulikuwa na zaidi ya ukubwa wa kilomita za mraba 600, lakini kwa sasa una eneo la kilomita za mraba 283 pekee. Msikilizaji, asante kwa kufuatana nami mwanzo mpaka tamati ya makala hii iliyoangazia ongezeko la mifugo linavyotishia uhai wa ushoroba kwa kuchinja. Ni matumaini yangu umejifunza na kuelewa yale yanayotakiwa kufanyika ili kuendeleza ushoroba kwa kuchinja na shoroba zingine nchini Tanzania. Makala hii imeandaliwa na kuletwa kwako nami Isaac Dickson, na hii ni Orkonerei FM Radio.